Mpendwa mtazamaji wa vipindi vya Ukuhani na Ufalme, nikukaribisha tena tuweze kuitazama mada iliyoko mezani ambayo nimeipa kichwa sintofahamu kwenye agizo kuu. Sintofahamu kwenye agizo kuu. Nianze kwa kujenga msingi katika neno. Nifungue ile Mathayo 28:18 pale ambayo nitaisoma. Mathayo 28 ni somo la mstari wa 18. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. 19 anaendelea, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Namalizia 20, na kuwafundisha yote kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hapa kuna neno ambalo tunaliona hapa, neno fanya, ambalo tumeliona juu pale ule mstari wa 19. Yesu anasema mkawafanye mataifa kwa wanafunzi. Kwenye Biblia ya Kiingereza ni neno teach, kwa maana ya kuwafunza, sio kuwafanya kama kwa Kiswahili tunasema. Ni hasa ni teach kwa maana ya funza. Na kwa nini hasa nimeleta mada hii mezani? Katika maisha yangu kabla nikiwa kama muamini, kabla ya kuingia katika huduma rasmi, kwa maana ya huduma hizi, utume, unabii, walimu, uchungaji na uinjilisti na huduma, nimeona ambavyo wachungaji wengi au watumishi wengi wamejikita katika kuwafanya watu wanachama wa madhehebu yao badala ya kuwafanya kwa wanafunzi wa Yesu kama ambavyo neno linataka. Sasa badala ya kuwafunza neno la Mungu, wengi wamejikita katika kulifanya kanisa liweze au madhehebu yao yaweze kuongezeka zaidi. Sasa ili neno ndani yao lizae hawa watu wafanye maamuzi bila kushurutishwa. Kwa badala ya kuwafanya watu hawa kuwafundisha ili wafanye maamuzi, wao wamewafanya wanachama wa madhehebu yao. Hiyo hasa imekuwa lengo. Sasa watu hawa wanaokuja kujitambulisha kwamba wao wameokoka, hivyo wanawataka na wao waokoke. Sasa nini kinachotokea hapa ni kwamba kuna malizika na ushawishi ambao ni wa kibinadamu. Huyu mtu kumshawishi kwamba njoo wewe utakuwa umeokoka, njoo ungane na sisi. Lakini kimsingi si mchakato ambao ni wa Biblia hasa, kwa maana kwa maneno ambayo yanaurahisisha mchakato wa ukombozi. Unajua mchakato wa ukombozi si wa kibinadamu, ukombozi ni wa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo yani neno aliacha enzi na kupata maumivu yasiyo mfano. Hapa ndipo panafanya sasa tujue kwamba kumbe swala la kuwafanya watu kwa wanafunzi wa Yesu si jambo rahisi, si jambo ambalo linaweza kufanyika kibinadamu, kwa sababu moyo wa mwanadamu una siri nyingi sana. Kwa hiyo ni nani anajua moyo? Ni Mungu mwenyewe ndiye anayejua moyo. Kwa hiyo lazima ihusishe Mungu, lazima ihusishe nguvu ya Mungu. Sasa kwa maana ya kuangalia ukombozi, unaona jinsi ambavyo wakati fulani nao wanasayansi walikuwa kujaribu kuelezea maumivu ya Yesu, kwa sababu katika watu ambao wamepitia maumivu makali katika vifo vyao, maana historia inaonyesha kwamba Yesu Kristo naye amepitia mateso. Na kwa nini wanasayansi wanaingia hapa? Si kwamba wengine kwa sababu wanamwamini Yesu, no, la hasha. Ni kwa sababu Warumi walikuwa wanasifika kwa namna ambao walikuwa wamebobea katika kutesa ile dola ya Rumi, namna ambao walikuwa wamejifunza namna ya kuweza kumtesa mtu na kumfanya aende katika kifo cha mateso sana. Kwa wanasayansi wamejaribu kufanya uchunguzi na wakagundua kwamba mateso ya Yesu Kristo yalikuwa ni mateso makali sana, mateso ambayo hawezi kuwekewa mfano. Lakini mateso haya ni mateso ambayo kimsingi yalikuwa yameandaliwa na Shetani mwenyewe. Naomba uelewe, Shetani ndiye aliyeratibu, kwa sababu kama ambavyo tulisoma wakati fulani katika ile Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, Mungu anamwambia nitaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa mwanamke. Kwa hiyo kutoka hapa Shetani anajua kwamba
yeye atapondwa kichwa. Kupondwa kichwa maana yake ni mauti. Kwa hiyo kama hatapambana na uzao wa mwanamke, maana yake kitakachotokea ni yeye kuondolewa. Kwa hiyo alipomuona Yesu alijua kwamba huyu ndiye ambaye atakuja kwa nia ya kuniponda kichwa. Kwa hiyo aliratibu vizuri mateso haya kuhakikisha kwamba anamuondoa kabisa Yesu Kristo. Na ndio maana unaona Yesu analia. Tunaona kwanza inaanzia pale Getsemane katika bustani. Nasema Yesu anaomba na wanafunzi wake, jasho lake linageuka kuwa damu. Unaweza kutafakari namna hayo mambo yalivyo. Kwa nini Yesu jasho lake linakuwa damu? Ni kwa sababu yeye picha alikuwa anaiona ya mateso na yale ambayo yatapitia, aliyaona. Kwa hiyo mara ya pili tunaona pale Getsemane, tunaona pale Golgotha, Yesu analia tena, anasema Eloi Eloi lama sabachthani, kwa maana ya Mungu wangu mbona umeniacha? Na kwa nini Yesu analia? Ni kwa sababu mateso yalikuwa si mambo ya kuvumilika. Lakini unakumbuka pale bustani ya Edeni, bustani ya Getsemane, unaona Yesu alisema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Ikiwezekana kiniepuke, kwa sababu aliona yale mateso jinsi yalivyoratibiwa na ile safari ile nzito. Mwili uligoma, lakini Yesu Kristo kwa sababu ya upendo wake na pendo lake kubwa kwa mwanadamu akaamua kutoa mwili wake ili uwe sadaka kwa ajili ya wengi. Kwa hiyo ukombozi huu ni mkuu sana. Hivyo nini ambacho Biblia inataka tukione ni kwamba tunaposema mchakato mzima wa kumfanya mtu kuwa mwanafunzi wa Yesu, si mchakato wa kumtengeneza mtu kuwa mshirika wa dhehebu fulani au mtu wa dhehebu fulani, la hasha. Ni kwamba ni mchakato wa kimungu, ni mchakato ambao unahitaji mwongozo wa kimungu, kwa sababu vinginevyo tunajikuta tuna kundi la watu ambao ni washirika katika madhehebu au katika makanisa, lakini mbingu haziwatambui. Na hiyo inathibitisha mahali fulani Yesu anasema, wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Atasema, siwajui ninyi. Ndio sababu wengi tunakutazama kwa namna ya neema huu, kwa maana ya ukombozi, kuliko kuona ile picha ya msalaba ambayo Yesu Kristo alikuwa amepitia. Ni picha, anasema damu ya Yesu inanena mema hata sasa. Kimsingi kwa Mungu wakati uliopita ni sawa na wakati uliopo, kama ambavyo wakati uliopo unaonekana ni sawa na wakati uliopita. Kwa hiyo matukio ya zamani yako hata sasa mbele za Mungu. Kama Mungu anapoyarudisha matukio, anarudisha muda pamoja na matukio. Kwa hiyo kila kitu kinakuwa hivyo. Kwa hiyo Yesu, ile picha yake na maumivu ya msalaba bado yako kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Sasa ndio sababu kumekuwa na shida katika ushuhudiaji na mikutano mbalimbali. Tumekuwa tukisikia mikutano mbalimbali ya Injili, watu wamekuwa wakihubiri, lakini tatizo kubwa ni kwamba unajiuliza kwamba hao watu wanaongozwa na Roho Mtakatifu au wanakwenda kwa akili zao wenyewe. Wakati fulani wachungaji fulani waliandaa mkutano mahali fulani. Walipoita mtu aje kuokoka, inasemekana mbuzi akaja katikati ya uwanja. Hakuna mtu aliyekuja alikuwa ni mbuzi pale katikati ya uwanja. Sasa unaweza kutafakari, kwa nini haya mambo yanakuwa hivi? Ni kwa sababu gani? Lakini unajifunza kwamba wakati mwingine tunakwenda kwa utaratibu zaidi kuliko kumsikiliza Roho Mtakatifu. Lakini tatizo nyingine ni kwamba na hapa tukumbuke kwamba Yesu anasema mtu haji kwangu isipokuwa ameitwa na Baba. Kwa hiyo lazima Baba mwite. Kwa hiyo si swala la wewe kuongea au wewe kuhubiri. No, lazima huyu mtu Baba au amemuita ndipo anaweza kuja. Tatizo nyingine ambalo naliona ni maandalizi ya hao wanaopeleka Injili wenyewe. Kwa sababu wakati mwingine hao wanaopeleka Injili ni watu ambao wanapaswa kuhubiriwa wao kwanza. Kwa sababu ni watu ambao wanaonekana ni kwamba hawamjui Mungu, kwa sababu watu wanaomjua Mungu hawatendi dhambi. Na kama iko dhambi wanatubia na kuiacha haraka ili waoshwe kwa damu ya Yesu Kristo ambayo inanena mema hata sasa. Lakini unaona watu wanaendelea kuishi maisha ya dhambi. Wakati fulani nilikuwa katika kanisa moja, nimeenda kuhubiri. Nilipotoka naye, kumbe yule kijana tunahubiri naye alikuwa ni mtoto wa mzee wa kanisa, kumbe anatumia sigara, anatumia vileo vingine. Kwa hiyo ni kama kuchoresha picha, unafanya vitu ambavyo sasa unawezaje kuwavuta wengine kuambia watoke duniani wakati wewe unaishi hivyo. Lakini nakumbuka pia wakati fulani nilikuwa nimealikwa kwenye mkutano wa Injili mahali, kanisa moja liliandaa mkutano.
ratiba ilinibana, sikuweza kuhudhuria, lakini nilipita wakati fulani kwenye ile eneo nikaona wanakwaya wanaimba, lakini pembeni yake kulikuwa na bodaboda, na wale bodaboda ni kama walikuwa wanaonyeshana wale mabinti kwamba fulani mimi yule ninazini naye, yule mimi nimetembea naye yule. Kwa hiyo sasa ikawa ni kama kituko. Kwa hiyo ni kama makahaba wanaimba kwenye madhabahu, wanawaambia watu wacheni uzinzi, wakati wenyewe wanafanya mambo hayo hayo. Kwa hiyo nini kinafanyika? Ni kama tunajaribu kuwafanya watu wawe kile kitu ambacho sisi tumekihubiri tukashindwa kukiishi. Kwa unamwambia mtu aishi maisha matakatifu wakati wewe mwenyewe umeshindwa kuyaishi hivyo. Ndio maana ile Luka 11:46 tunaona akasema, nanyi wanasheria ole wenu, kwa sababu mwawatwika watu mizigo isiyochukulika, wala ninyi wenyewe hamuigusi mizigo hiyo, hivyo hata kwa kimoja cha vidole vyenu. Kwa hiyo nini kinatokea? Ni kama wanaohubiri wanahubiri mambo ambayo wenyewe wanajua hawayatendi, ila wanataka watu wengine wayatende. Ndio maana Yesu akasema, unawezaje kukitoa kibanzi kwenye jicho la mwenzako wakati ndani yako katika jicho lako kuna boriti kubwa? Huo unakuwa ni unafiki. Kwa unagundua kwamba tumekuwa tunaishi maisha ya unafiki sasa, na tumefanya mchakato wa kuokolewa kuwa rahisi. Ndio maana makanisa yamejaa sana sasa hivi, tunashindana kwa idadi ya watu. Mchungaji akishakuwa na idadi ya watu wengi, yeye anaonekana basi ndio yuko kiroho zaidi. Tusijue kuwa mbingu ni ya watakatifu na Mungu anatazama moyo, haangalii maigizo ya mwili wala kuomba wala mapambio marefu wala ujanja wa maneno na miungurumo ya sauti isiyo na mifano kama haipo vile. Sasa madhehebu yamejikita katika idadi ya wanachama bila kujali vigezo vya mbinguni. Tumesema unajiuliza kwamba je, kuna mambo yamepunguzwa? Baadhi ya madhehebu yalianza vizuri mwanzo, lakini sasa yameanza vile vitu walivyokuwa wanavikataa wameanza kuvirejesha tena. Ambavyo mwanzo waliviona dhambi, lakini sasa hivi wanaviishi tena. Unaanza kushangaa kwamba je, Biblia imebadilika? Wakati fulani unamuona mama mchungaji yuko na wigi kichwani. Sasa unajiuliza kwamba je, hana nywele au unajiuliza zile nywele alizovaa ni zipi? Ni zile za wafu au walio hai? Au labda ni za ujinini, labda kutoka kwenye majini huko wanakotengeneza. Lakini unaona midomo yake ni miekundu, anafanana na Yezebeli mbele ya Yehu, anajipamba kwa midomo miekundu. Unauliza shida ni nini? Sasa angalia sifa na ambayo inafanyika kanisani ili kumsifu Mungu. Ni kama sio sifa, watu wanaibiana, ni kama kwenda kuburudika. Waone nguo ambazo vijana wanavaa, unauliza nani aliwavalisha na baadaye watazifuaje? Unawasikia wanaimba mpaka chini, shuka chini, chini. Je, unajiuliza je, chini ni ile ya kuzimu? Au unasikia wakitoka wanasema ibada ya leo ilikuwa na nguvu kwa sababu timu yote ya vijana, kwa maana ya hawa wasanii wa kanisa ilikuwepo. Unajiuliza nafasi ya Roho Mtakatifu iko wapi? Na maana nafasi ya Roho Mtakatifu na malaika imechukuliwa na wasanii hawa na vyombo vya muziki. Neno likianza mama mchungaji anasinzia wa kwanza. Hawa ndio waliowekwa kuwavuta wengi wao wanafunzi. Unajiuliza ni wa baba yao nani kama sio Ibilisi? Na matunda yao yamekuwa mapooza. Watumishi wa Mungu, tukubali kujitathmini upya. Tujiulize kwa nini watu hawa, kwani hao watu ni wanani ambao sisi tunasema tunawaongoza? Na tujiulize kwa nini migogoro haishi katikati yetu? Kwa nini tunagombea watu? Kwa nini tunasisitiza na kufurahia kuitwa mababa, baba mchungaji, baba? Kwa nini tunafurahia sana? Je, unakuta mchungaji analazimisha mimi ni baba yako, hujui mimi ni baba yako? Je, hukumu yetu sio kuwa kubwa mbele za Mungu? Je, utamjibuje Bwana aliyekuwa msalabani? Je, unadharau ule usiku Getsemani? Je, unaidharau ile taji ya miiba kichwani? Au je, ile mijeredi pale Golgotha? Unadharau ile safari ya kuelekea Golgotha? Je, unadharau kazi ya Simoni Mkurene? Au kumuoni Yesu amepigwa misumari miguuni, misumari mikononi? Uone walivyomharibu mwana pekee wa Mungu, jinsi walivyoiharibu ngozi yake. Usikia analia, Mungu wangu, Mungu wangu, umeniacha. Uone wanampa siki na sifongo, usikii maneno, imekwisha. Uone Bwana anakata roho, utamjibuje Bwana siku ile? Malize kwa kusema nafasi ya kutubu ipo, mlango haujafungwa. Kama wakati Nuhu anawaambia watu, tuna wakati wa kutengeneza. Hebu badilisha maisha yako, anza upya sasa, tengeneza na Bwana. Muda hautasubirishwa tena.
Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Mtume na Nabii Charles Nsiuka. Niseme Yesu yuaja. Utafurahi kama uta comment hapo chini. Sema ubiri na wewe, sema yale unayaona, tunaweza kujadili. Mimi sikasilishwi na comment. Ninafurahishwa na mawazo tofauti ya watu. Unaweza kucomment, unaweza kusubscribe, unaweza kushare pia ili kazi ya Bwana ifanyike kwa uzuri. Mungu akubariki. Niseme njoo Bwana.